إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. Ndugu Islam, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika jambo muhimu sana la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alitufaradhishia ibada ya funga, na alhamdulillah tumefunga na tumemaliza kwa salama. Leo tumeshafungua, lakini tufahamu kwa kukumbushana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapoweka amri basi haeki taalili, yani haeki sababu. Anatoa amri kwamba watu watekeleze tu, lakini katika ibada ya funga ameweka taalili au ameweka sababu kwa nini mfunge. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa ibada ya funga kama walivyofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu. Alafu Allah hakuiacha tu, akasema la'allakum tattaqun. Malengo ya kufunga na kufaradhishwa ibada hii kwenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo malengo, ikiwa mtu alikuwa anafanya ibada kwa kidogo, baada ya kuingia katika funga anafanya ibada kwa wingi, ndivyo anavyotakiwa awe. Ikiwa alikuwa anatoa sadaka kabla ya funga kidogo kidogo, baada ya funga sababu tayari ameshapata takwa, azidishe sadaka yake. Ilikuwa anafanya maasi ya kidogo anateleza, manaka ajizuie asifanye maasi ya aina yoyote, sababu hii la'allakum tattaqun. Sasa alhamdulillah watu wamejifunza mambo mengi katika mwezi wa Ramadhani: kuoneana huruma, ibada kwa wingi, sala mpaka qiyamul laili na funga. Kwa hivyo zote hizi ilikuwa ni mafunzo tumeyapata katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo maana yake la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Kwa hivyo mafunzo haya inatakiwa yaendelee. Kwa hivyo funga bado zipo, funga zinaendelea, bado zipo. Kuna funga siku ya Jumatatu, yaumul Ithnain, yaumul Khamis, siku ya Alhamis ni funga za kufunga hizo. Yaumul Bidh, 3 ayyam min kulli shahr, siku 3 kwa kila mwezi, 13, 14, 15. Hizi ni funga ambayo inasababisha kupata ucha Mungu. Alafu bila kusahau kuna funga 6 Shawwal. Manaswama katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim, imesimuliwa na sahaba Abu Ayyub al-Ansari. Mtume sallallahu amesema, man swama ramadhana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana kasiyami dahr. Atakayefunga Ramadhani kisha kafatisha siku 6 za mwezi wa Shawwal, manake afunge Ramadhani kama ana deni, alipe kabisa deni. Alafu ndio kuna kufuatisha. Kwa hivyo huwezi kufuatisha bila kulipa deni. Kwa hivyo lipa deni, alafu baada ya kulipa deni ufunge siku 6 za Shawwal. Kwa hivyo atakayefunga siku 6 za Shawwal
thumma man soma ramadhana, atakayefunga Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha kafatishia siku 6 za mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahr, mtu huyo atahesabika kama kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hivyo hizi ni fadhila na thawabu ambazo tunatakiwa tuziendeleze, kwa sababu tayari tumepata uchamungu, la'allakum tattaqun, ili mupate uchamungu. Uchamungu wenyewe ni huu wa kuendelea nao katika mema ambayo tumeyapata katika miezi mingine. Na si vyema mambo kama haya tukayachafua baada tu Ramadhani kumaliza, ikawa watu wanaanza kupanga ahadi za uzinifu, wanaanza kupanga ahadi za kumwasi Allah, za kunywa ulevi, kula riba, wanarejea tena kule kule walikokuweko kabla Ramadhani. Hapo malengo yatakuwa hakupatikana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu kallati naqadhat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, msiwe kama yule mwanamke ambaye alikuwa anauchafua ukili wake au kamba yake baada ya kuisokota kwamba ni tayari kwa madhubuti, halafu akaichafua, akaitawanya, yani kishatengeneza ukili wake tayari kutengeneza mkoba au mkeka wa kukalia tayari, halafu anauchafua, anaanza tena upya. Msiwe kama huyu. Wanasema wafasiri kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye yuko pale Maka, ambaye alikuwa ni mgonjwa wa akili, na baadhi ya wafasiri wanasema hadha mathalun dharabahu Allah, huu ni mfano ambao Allah kaupiga kwa yule mwenye kufanya ibada nzuri halafu akaingia katika maasi baada ya kwamba alikuwa ameshatengeneza ibada yake. Na ibada zetu hizi ambazo tumefanya, tusione kwamba mimi nimesali 10 lote nimekaa itikafu kwa hivyo nimepata Lailatul Qadr, kwa sababu katika 10 la mwisho kuna Lailatul Qadr, usiku wenye heshima kubwa ambao Qur'an ndio imetusimulia. Lailatul Qadr khairu min 1000 shahr. Lailatul Qadr, usiku huo wa Lailatul Qadr ukiupata, basi ni bora kuliko miezi 1000, ibada ya mwezi 1000 ambayo ndani yake hamna Lailatul Qadr. Yani miaka 83 na miezi 4 umri wake wote mwanadamu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dhalik, rawahu al-Imam Ahmad. Wenye umri mrefu katika umati wangu ni miaka 60 mpaka 70, na wanaochupa hapo wakenda 80 90 ni wachache sana. Kwa hivyo ukipata Lailatul Qadr kama kwamba umefanya ibada ya umri wako wote. Na Mtume anasema man hurima khairaha faqad hurim, atakayenyimwa khairi zilizomo Lailatul Qadr akawa hakuipata, kwa hakika huyo amenyimwa kweli kweli. Hasa mtu pengine amepata Lailatul Qadr na ibada nyingine amefanya sana, alafu akaja kazichafua kwa muda mchache tu. Sasa pamoja na haya mema ambayo tumefanya, tumesali sana, tumefunga sana, tumetoa sadaka sana, mwenzako akikukera na mbia ini swai, mimi nimefunga, hutaki kufanya maasi yote. Sasa haya yote unatakiwa uwe na hofu, huenda Allah ikawa haja nikubalia. Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Qala Ibn Kathir, yataqabbalu Allah anakubali manitaka bifi'lihi, yule ambaye anamcha Allah kwa vitendo vyake. Manitaka Allah bifi'lihi, yule ambaye anamcha Allah kwa yale matendo anayoyafanya, anaenda kwa mujibu wa mstari mule alimruhusiwa kwenda, na sheria ndimo anamokwenda, anapita mule. Kwa hivyo Allah anawakubalia ibada walizofanya wacha Mungu. Wanaomuogopa Allah ndio ibada Allah anazikubali. Allah sema walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Na watu wema
ni wale ambao wanatoa vile ambavyo Allah amewapa, lakini huku wana hofu. Qala Ibn Kathiri fi tafsiri, amesema Ibn Kathiri katika tafsiri yake, yu'tuna al-ata, hawa ni watu wema ambao wanatoa vile ambavyo wamepewa na Allah, wa hum khaifuna ala alla yutaqabbala minhum, na wao wana hofu huenda kwamba ibada zao walizofanya hazijakubaliwa. Liqasrihim, huenda ikawa wamefanya taksiri, wamefanya mapungufu min shuruti al-ata, katika kutekeleza zile sharti zile za kutoa, huenda ikawa wamezikosea, kwa hivyo wana hofu huenda sisi ikawa hatujakubaliwa ibada zetu. Qalat Aisha ya Rasulullah, mama Aisha akasema, mjumbe wa Allah, huwa alladhi yazni wa yasriq wa yashrabu al-khamr, huyu ni yule ambaye anazini na analewa, anazini na anakunywa ulevi na anaiba, huyu ndiye huyu? Mtume sallallahu akwambia, la ya binti Siddiq, siye huyo. Huwa alladhi yusalli wa yatasaddaq wa yasumu wa yatasaddaq, huyu ni yule ambaye yusalli, anasali, wa yasumu, anafunga, wa yatasaddaq, na vile vile anatoa sadaka, wa yakhafu Allah, na huko anamwogopa Allah, huenda ibada zake hizi anazofanya kwamba Allah hajazikubali. Kwa hivyo mtu asikae amesina wasiwasi kwa aliyofanya, amesina wasiwasi. Uwe na wasiwasi, ndivyo wema alivyokuwa. Huenda ikawa ibada yangu haijakubaliwa, juhudi yangu yote niliyofanya, kufunga sana, qiyamul layl sana, kutoa sadaka sana, huenda ikawa Allah hajanikubalia ibada yangu. Kwa hivyo natakiwa uwe na hofu. Kwa hivyo Ramadhani, ndugu zangu, ndio hii imeshatoka. Ramadhanun suqun qama thumma anfadh, rabiha fihi man rabih wa khasira fihi man khasir. Mmoja katika watu wema anasema Ramadhani ni kama soko lilostawi vizuri. Jana ukenda, huyu kanunua, huyu kauza, huyu kafanya nini, pirika kubwa zipo pale sokoni, lakini baada ya muda halipo tena ile soko. Ukipita usiku hamna kitu. Kwa hivyo alipata faida ndio ameshapata, na alikula hasara ndio ameshakula hasara. Huna kumlalamikia tena usiku kwamba mashini yangu haya yameiva, amekula hasara. Ndio kama umekula hasara ndio kushukula hasara. Ndivyo Ramadhani ilivyo. Ikitoweka na huku ulikuwa na yako katika moyo wako kinyume cha sheria, basi umekula hasara. Alladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun. Kwa hivyo mema ambayo tumeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yamo katika meza ya kula mchana, tuendelee nayo. Hakuna tulifanya katika Ramadhani ambalo halimo katika mwezi hii mingine ambayo imebaki. Kwa hivyo tuendelee. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, alikuwa na muabudu Allah, Allah yuko hai, hafi milele. Sio kwamba ni Mola mwezi wa Ramadhani tu, ni Mola wa milele na milele na milele. Kwa hivyo tuendeleeni kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hayo vile vile ya kukumbushana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahimiza katika siku kama hii, katika siku kujikaza na kutoa sadaka, na imeitwa kwamba yaumu atasaddaq, ni siku ya kutoa sadaka, siku kama hii ya leo. Kwa hivyo ni sunna muhimu ambayo watu wameghafilika nayo. Anasema Hassan na Hussein na Bilali kwamba walitoka wakaenda katika viwanja kusali kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawasalisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza sana kutoa sadaka. Halafu baadaye ilipokuwa watu wanatoa sadaka, wanaume alipoona tena wanaume wamekwisha kutoa sadaka, akaenda na kwa wanawake akawahimiza kutoa sadaka, sababu hutuba ile hawajasikia. Akaenda mpaka kule na wanawake wakatoa sadaka, na Bilali radhiallahu anhu ikawa nakusanya sadaka zile. Kwa hivyo ni siku vile vile, siku kama ya leo ni ya kutoa sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuendesha katika mambo ya kheri. Vile vile ni siku ya watu kupongezana. Masahaba walikuwa
wanapokutana siku kama leo baada ya kumaliza kufunga walikuwa wanaombeana dua, takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali, takabbalallahu minna wa minkum, Allah tukubalie sisi pamoja na nyinyi. Kwa hivyo wakipongezana, kwa hivyo ni sunna kupongezana kwa dua kama hii, takabbalallahu minna wa minkum. Kwa hivyo ni mambo muhimu kuzingatia. Vile vile hapa, ndugu Waislamu, hapa msikitini tulipo ni kituo cha elimu, ni kituo cha elimu, na kusoma dini yetu ni jambo muhimu mno. Allah amemfadhilisha mbwa ambaye ana elimu juu ya mbwa ambaye hana elimu. Mbwa mwenye elimu kwamba ni bora juu ya mbwa ambaye hana elimu. Wa yasalunaka madha uhilla lahu qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah. Mbwa ambao mnawafundisha yale ambayo Allah amekufundisheni. Shika anashika, nenda bismillah, anaenda, kamata anakamata, achia anaachia. Mmemfundisha yale ambayo Allah amekufundisheni. Fakulu mimma amsakna alaikum, kuleni katika vile walivyokuwindieni, kuleni. Umemtuma nenda bismillah, akenda akakamata paa, hata akija ikiwa paa huyo amekufa ni halali kula, madamu hajamla lakini kafa, umepiga bismillah ulipomtuma, huyo ni halali kula. Kwa nini ni halali kula? Kwa sababu huyu mbwa ana elimu. Akikamata mbwa koko mitaani, haramu. Kwa hivyo Allah amemtukuza mbwa mwenye elimu juu ya mbwa aliyekuwa hana elimu. Kwa hivyo umuhimu wa kutafuta elimu, ndugu zangu, umuhimu wa kutafuta elimu. Kwa hivyo hapa ni kituo cha elimu, na hususa wanawake mara nyingi wanakuwa wako nyuma. Kwa hivyo darasa za wanawake zimeanza hapa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na zitaendelea. Kwa hivyo wafahamu wanawake, kwa sababu akitengenea mwanamke nyumbani, yeye ndiye mlezi. Kwa hivyo tujihimizeni sana, na tujihimizeni sisi watoto wetu na ahli zetu kuwaleta kwa ajili ya kuchukua mafunzo ya elimu ya kisheria. Ni katika jambo muhimu sana, tusisahau. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدانا خيرا من يومنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قبل الله منا.